Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, namleo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunamalizia kitabu chetu cha balagha hiki, mabadi'u ilmi albalagha aljuz'u alawwal. Tunamalizia ilmu ya mwisho katika ilmu tatu za balagha. Kama tulivyoeleza kwamba balagha ina ilmu tatu, kuna ilmu البيان وعلم المعاني وعلم البديع. علم البيان وعلم المعاني tushasoma, kwa tumebakisha ilmu ya mwisho katika ilmu hizi tatu za balagha ambayo ni ilmu albadi. Na hizi ilmu zote kila moja ina kazi yake. Ilmu albayan kama tulivyosoma, na ilmu almaani na ilmu albadi, kila moja inakuwa ina kazi yake. Na hapo anafafanua kwamba ni ipi ilmu albadi. Anasema huwa ilmu maarifati wujuhi tahsini alkalam wa tazinihi. Hiyo ni ilmu ya kufahamu wajhi za kuyafanya vizuri maneno na kuyapamba. Ilmu maarifati wujuhi tahsini alkalam wa tazinihi ni ilmu ya kufahamu wajhi, zile namna za kuyapamba maneno. Sawa? Inaitwa nini? Ilmu albadi. Nadili na upambaji wa maneno, kuyapamba maneno. Kwa pamoja, wujuhu tahsini alkalam wa tazinihi yatanawwa'u ila naw'ain, na namna ya kuyapamba maneno, kuyafanya vizuri maneno na kuyapamba yanagawanyika katika aina mbili. Kuna lafdhiyun wa ma'nawiyun, kuna ya kilafdhi na ya kimaana. Fallafdhiyu huwa ma kana at-tahsinu raji'an ila al-lafdhi la ma'na. Lafdhi ni ile ambayo imekuwa tahsin, inarudi katika tamko sio maana. Yani ule upambaji wa maneno unarudi katika tamko sio nini? Sio maana. Simefahamu? Wal ma'nawi huwa ma kana at-tahsinu raji'an ila al-ma'na lal-lafdh. Na al-ma'nawi ni ile ambayo imekuwa tahsin, ule upambaji wa maneno ndani yake unarudi katika maana sio tamko. Walihadha fal-awwal yusamma al-muhassinat al-lafdhiyya. Kwa ajili hii ya kwanza hapo inaitwa al-muhassinatu al-lafdhiyya, والثاني المحسنات ماذا؟ المعنوية. وإليك هذان النوعان بالبيان على الاختصار. نشوفوا hizi aina mbili kwa ubainisho kwa ufupi. المحسنات اللفظية ameanza na kufafanua hapo. المحسنات اللفظية ameanza na aljinas. Ameanza na nini? Aljinas. Anasema huwa tashabuhu lafdhaini fi nutuqi, ni kufanana matamko mawili katika utamshi. Ay bimaana ittifaqu fi alhurufi wal harakat, kufanana katika herufi na haraka. Ma'a ikhtilafihima, pamoja na kutofautiana kwake maneno hayo fil maana, katika maana, lakini haraka na herufi zimefanyaje? Zimewafikiana. Wa yakunu aljinasu min ismayn, na inakuwa jinasi katika majina mawili, ima yatakuwa ni majina yote au fi'il wa wasf, au jina ni nini? Kitendo. Mithlu qawlihi ta'ala, mfano qawli Allah, wa yawma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimun ma labithu ghayra sa'a, na siku ambayo kitasimama kiyama, wale waovu wataapa kwamba sasa hatujakaa isipokuwa muda saa moja duniani. Yani tunaona kwamba muda uliokaa hapa duniani ni mchache, kwa watakuwa wananyuruka. Umefahamu? Anasema hapo almuradu min as-sa'ati al-ula, makusudio ya neno as-sa'a hii ya kwanza hapo, yawma taqumu as-sa'a, ni al-qiyama. Makusudio yake ni nini? Al-qiyama. Was-sa'atu ath-thaniya madha? Muddatun min az-zaman, ni muda katika zama. Umeona maneno hayo yamefanyaje? Yamewafikiana, lakini madha ikhtalafa fi madha? Fi al-ma'na, yametofautiana katika nini? Katika maana. Wa mithlu qawli ash-sha'iri, na mfano wa kauli ya mshairi, ma mata min az-zamani fa innahu Yahya lada Yahya ibn Abdillah. Hapa moja, hiyo Yahya ya kwanza inaandikwa kwa alifu mamduda, kwa inabidi, kwa sababu ni kitendo. Yani hapo kati ya kutofautisha kati ya al-fi'l wal ism.
Umeelewa? Kwa hiyo Abu Tammam anasema kwamba Yahya kwa alifu ya mamduda inakuwa ni kitendo, na ile alifu ya makhsura inakuwa ni nini? Ismu. Umefahamu? Kwa Yahya ya kwanza hapo ni fi'lu ambayo inakuwa inaandikwa kwa alifu mamduda ile ya kusimama, sio hiyo ya kulala. Ni alifu mamduda ile ya kusimama. Hapo inakuwa kwa yani hapo kutofautisha kati ya ismu wal fi'l. Lakini ukitamka unaona utamshi unaendana. Lakini wenyewe wataalamu wa lugha wanasema kwamba hapo kati ya kutofautisha kati ya Yahya na Yahya kwamba Yahya ya kitendo inakuwa alifu yake inafanyaje? Inasimama. Na ile Yahya ya ismu inakuwa alifu yake ni, mnaijua alifu mamduda ipoje? Na makhsura ndio hiyo hapo ilala hiyo. Umeelewa? Kwa ya kwanza inakuwa ni fi'lu kitendo kwamba kwa maana ya kuwa hai, kuhuwika. Ma mata min az-zaman fa innahu, kwamba kile ambacho akijafa katika zama hakika yake Yahya kinakuwa hai au kinahuwika. Lada Yahya, kwa Yahya ibn Abdullah. Sawa. Kwa hiyo hapa alikuwa analeta jinasi katika hali ya kufanyaje? Kwa hiyo Yahya kwanza kama tuliweza inakuwa ni fi'lu, ya pili inakuwa ni nini? Ism, na farqa yake wanatofautisha hivyo. Wa mithlu qawli shairi, na mfano qawli ya mshairi, fadaruhum ma dumta fi darihim, nyumba yao muda kuwa kwao. Wa ardhuhum ma dumta fi ardihim, ardhi yao muda kuwa kwao ni ndio kwao, sasa sio kwako. Umeelewa? Nukta inayofuata ni almuhassinat almaanawiyya. Hapo tunasoma almuhassinat allafdhiyya. Sawa? Hapo tunasoma almuhassinat almaanawiyya. Anasema katika almuhassinat almaanawiyya kuna kitu kinaitwa at-tawriya. Sawa? Ni nini maana ya at-tawriya? Anasema at-tawriya an yakuna al-lafdhu lahu ma'nayan, liwe tamko lina maana mbili. Umeelewa? Liwe tamko lina maana hizo mbili, yani neno lina maana mbili. Qaribun wa dhahirun yatabadaru fahmuhu min al-kalam, yani lipo karibu na lipo wazi, yani kunafahamika kwake kwa haraka katika maneno. Yani ukizungumza kwamba hilo ndo la kwanza kufahamika, yani lina maana mbili, lakini likizungumzwa yani inakuwa inafahamika kwa maana yake hiyo ya kwanza, kutokana na ule nani yake, ule matumizi yake. Yani ukizungumza tu mtu moja kwa moja, lakini sasa hilo inakuwa yani sio kusudio lake, kama ninataka kueleza hapa. Kwa yakunu qaribun wa dhahir, qaribun wa dhahir inakuwa lipo karibu na lipo wazi. Yatabadaru fahmuhu, yani linawahi kufahamika kwake katika maneno, yani mtu akilizungumza tu kashafahamu. Baidun khafi, lakini lipo mbali limefichikana. Simeelewa? Yani mtu ukilizungumza hilo neno, mtu moja kwa moja anafanyaje? Yani anafahamu hivyo, lakini sio kusudio. Kusudio ni lile ambalo maana yake ya mbali. Simeelewa? Wa huwa na almuradu liqarinatin khafiyah, ndo makusudio. Wa huwa almurad ni kusudio liqarinatin khafiyah, yani kwa kiashiria kilichofichikana. Yani qarina ile iliyofichikana ndio itakuwa inaashiria kwamba hapa haijakusudiwa hii maana ambayo iliyofahamika kwa haraka katika akili, maana yake nyingine. Simeelewa? Anatoa mfano hapo, mithlu qawli ta'ala, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah ndo ambaye anawaficheni nyinyi inapofika usiku. Sawa? Kwa mnalala mmekufa, al-mautu sughra. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, na nafahamu mlio yachuma mchana. Urida biqawlihi jarahtum, pamekusudiwa kwa kauli yake aliposema jarahtum, maanahu al-ba'id, maana yake mbali. Wa huwa irtikabu dhunub,
ni kufanya nini? Madhambi na ya'lamu ma jarahtum bil nahar, sababu siku simnakuwa mshalala na rufi'a al-qalam ani an-naim hatta yastayghdhu shalala. Umeelewa? Umeelewa? Wa qawl ash-sha'ir ya sayyidan haza lutfan lahu al-baraya abidu anta al-Husayn walakin jafaka fina yazidu. Ewe bwana, haza yani haza lutfan, yani ya sayyidan, ewe bwana, haza lutfan, amekusanya upole au amepata upole. Haza maana ni nala muhassala, amepata nala, amepata upole. Lahu albaraya ni jamu ya albarriya, albaraya ana yeye watu, yani albaraya kusudia viumbe alkhalaiq, ulaika hum khairul bariya. Albarriya ni kwa albaraya ni jamu ya albarriya. Lahu albaraya ana yeye watu, yani viumbe alkhalaiq. Abidu yani ni wenye kumnyenyekea. Abidu ni jamu ya abdu, abdu ni mtumwa, kwa abidi na kuwa watumwa wengi. Simefahamu? Anta al-Husayn, weni al-Husayn, lakini jafaka fina, amekuweka mbali kwetu au kutoka kwetu sisi, yazidu. Unasema jafaka maana baada, kama kuweka mbali, au unasema pia amekukosea pia, na kwa hiyo amekuweka mbali kwetu, yazidu. Anasema maana lafdhi yazid, maana hapo maana ya neno yazid alqarib annahu alam, kwamba maana ya karibu kwamba hili ni jina. Alam ni jina, Yazid jina la mtu hilo, sawa. Wa maanahu albaid, na maana yake ya mbali, almaqsud ndo kusudio. Annahu fi'lu mudhari, ya kwamba ni fi'lu mudhari min zada, inatokana na neno zada, amezidi. Kwa yazidu hapa na kwa bana mzidi. Umefahamu? Umeelewa tauria? Yani umeelewa tauria inapokuwa? Yani neno linakuwa na maana hizo. Kwa yazidu hapa na kwa maana nazidi. Kwa jafaka fina, yani amekuweka mbali kwetu sisi, yani inazidi. Yani ndio kuna zidi tu kwa mbali. Lakini yazidi kwa maana itakayokuja katika akili yako ya mwanzo kabisa ni jina, ambayo inakuwa hilo sio kusudio lake. Umefahamu? Hiyo ndio tauria. Sasa mtapima wenyewe na mifano mingine. Attibaq, nukta inayofuata ni nini? Attibaq huwa aljam'u baina lafdhain mutaqabilain fi almaana, ni kukusanya kati ya matamko mawili ambayo yanakabiliana katika maana. Mithlu qawli ta'ala wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud, utawazania wameamka kumbe wamelala. Simefahamu? Aliposema hapo mutaqabilaini, bi maana ni ile ambayo yenye kinyume chake. Kulala kinyume chake fanyaje? Kwa hiyo aliposema kwamba ni kukusanya kati ya matamko mawili ambayo yanakabiliana katika maana, bi maana kukabiliana na kusudia hapo, yani kuwa na kinyume chake. Watahsabuhum ayqadan wa hum ruqud, na utahesabu kwamba wamelala kumbe wamefanyaje? Utahesabu kwamba ayqadan wapo macho kumbe wamelala. Kulala kunakabiliana na kufanyaje? Kuamka, kuwa macho, si ndio hivyo? Wa mithlu qawli ta'ala huwa al-awwal wal akhir, yeye ndio mwanzo ndio mwisho. Mwanzo inakabiliana na nini? Wadh-dhahir wal batin, dhahir nje inakabiliana na nini? Wa mithlu qawli ta'ala qul hal yastawi al-a'ma wal basir, je, anakuwa sawa kipofu na anayeona? Kuona kunakabiliana na nini? Upofu. Mmeelewa tibaq maana yake? Am hal tastawi adh-dhulumat wan nur, au kunalingana sawa giza na nuru na mwangaza? Kwenda kwa yani kitu na kinyume chake.
Mmeelewa tibaq hiyo? يعني ndio kufanya muraja sasa. Wa mithlu qawli ta'ala wa wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan faaghna, amekukuta wewe umepotea, amekuongoza, na amekukuta pia ni fukara, amekutajirisha. Aya anasema wa min at-tibaq aidan at-tibaq al-muqabala. Kuna kitu kinaitwa at-tibaq al-muqabala, sawa? Ni ipi? Wa huwa an yu'ta bilafdhain, ni kuletwa matamko mawili, ghairu mutaqabilain, si yenye kukabiliana, au akthar au zaidi ya matamko mawili. Thumma yu'ta bima yuqabilu dhalika ala tartib, kisha uletwa ambacho kinakabiliana na hilo kwa mpangilio. Inaitwa tibaqu nini? Almuqabala. Umeelewa maana yake? Kwamba ni kuletwa matamko mawili ambayo yakabiliana. Huko tuliona tibaqu ya kwanza yanakuwa yanakabiliana, kwa hivyo inakuwa kinyume chake, lakini hapa inakuwa sasa kinyume ya hapo. Ni kuletwa matamko mawili ambayo si yenye kukabiliana, ima mawili au zaidi ya mawili, kisha uletwa linalokabiliana na hayo kwa mpangilio. Mfano, mithlu qawli ta'ala falyadhaku qalilan, falyadhaku qalilan, wacheke kidogo, walyabku kathiran. Anasema, anafafanua sasa maelezo ya hiyo aya, falyabku kathiran, waliye sana, muqabilani lilma'nayaini almutaqaddimain. Hizi huku kuna kabiliana na maana, kuna kabiliana na maana mbili zilizotangulia. Falyabku muqabil falyadhaku, hii falyabku waliye inakabiliana na nini? Kucheka. Wal kathiru muqabilun lil qalil, na hii kathiri ya hapa inakabiliana na, umefahamu? Mtafanya mraja. Wa qawluhu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Mmeona maneno yalivyokaa? Ama yule ambaye atakayetoa na akamcha Allah na akausadikisha wema, baadhi wanachuoni wanasema alhusna hapo ni aljanna, wengine wanasema kalimatu tauhid, wengine wanasema ru'yatullah. Kama muhimu nimekuja tafsiri tofauti tofauti za fasanuyassiruhu lilyusra, ufanywe wepesi. Mmeelewa hapo? Huyu ametoa na amemcha Allah, ameusadikisha wema, atafanywa wepesi. Wa amma man bakhila, kinyume cha kutoa kinakabiliana na nini? Ubaili. Wastaghana, na akajitosha, akajiona kwamba shapata. Wakadhaba bil husna, huko imekuja nini? Wasaddaqa bil husna. Mmeona hapo kinyume cha kusadikisha kufanyaje? Fasanuyassiruhu lil usra, hapa atafanywa uzito, kule imekuja yusra. Mmeona mambo yanapokabiliana, ndio kwa tibaq. Jumia fi al-ayati al-ula 4 ma'anin, imekusana katika aya ya mwanzo maana 4, wa hiya a'ta, ittaqa, saddaqa na al-yusra. Mmefahamu shehe? Mmeelewa? Waqabalaha bi arba'ati, na haya yamekabiliana na maneno manne mengine. Wa hiya bakhila, istaghna, kadhaba, al-usra. Bimaana kwa kila moja inakabiliana. Huku a'ta inakabiliana na bakhila, imeacha kutoa ubaili, sawa? Yasema ittaqa inakabiliana na istaghna, saddaqa inakabiliana na nini? Kadhaba. Al-yusra inakabiliana na nini? Al-usra, uzito wa pesa. Hiyo ndio nini? Tibaqul muqabala. Mfano haya. Nukta inayofuata ni al-jam'u, wa huwa al-jam'u baina ashya mutaaddi, ni kukusanya kati ya vitu vingi, fi hukmin wahid, katika hukumu moja. Mithlu qawli ta'ala al-malu wal-banuna zinatul hayati ad-dunya wa'malu annama amwalukum wa auladukum fitna, kwamba mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia. Wa'lamu, najueni, annama auladukum, kwamba watoto zenu, amwalukum, mali zenu, na watoto ni nini? Ni fitna.
Pia at-taqsim wa huwa dhikru ashya mutaaddida, ni kuvitaja vitu vingi. Thumma irja'u hukmi kulli wahidin, kisha kuirejesha hukumu ya kila moja, ala ta'yin, kwa kuiainisha. Mithlu qawli ta'ala kadhabat thamud wa 'adun bil qari'ah, kadhibisha qiyama. Fa amma thamud fa uhliku bitaghiya, wameangamizwa. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atih. Kwa hapo umetajwa vitu vingi, alafu imerejeshwa hukumu ya kila moja kwa ta'yin. Hapo umeona wametajwa kina nani? Thamud wamefanywa ta'yin ya adhabu yao, nao kina nani na kina Adi pia wamefanywa ta'yin ya adhabu yao, kwamba hawa wameangamizwa kwa hivi, hawa wameangamizwa kwa hivi. Umeelewa? Pia al-istikhdam huwa dhikru al-lafdhi bimaana, ni kulitaja tamko kwa nini, kwa maana. Wa i'adatu dhamiri alayhi, na kuirudisha dhamiri juu yake, bimaana akhar, kwa maana nyingine. Nahwu qawli ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Mfano urida bish-shahri al-hilal, hapo imekusudiwa shahri, mwezi. Imekusudiwa nini? Al-hilal, ule mwezi muandamo. Faman shahida minkum ash-shahra, lakini shahr kama ni shahr ni kwamba mwezi, lakini faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kwa urida bishahri ni al-hilal, ule mwezi muandamo. Bidhamiri alladhi fi lafdhi falyasumhu, wa dhamiri ambayo ipo katika neno falyasumhu, aidun ala ash-shahr, bimaana az-zamanu al-ma'lum, kwamba hiyo inarudi katika mwezi kwa maana kwamba zama inayofahamika. Umeelewa al-istikhdam? Hadha akhiru ma yassarahu Allah fi jami' hadha al-mukhtasar fi ilmi al-balagha, wa yati al-qism athani insha Allah ta'ala, amin. Kwamba huu ni mwisho wa kile ambacho Allah amepesisha kukikusanya kwake katika ufupisho huu wa ilmu ya balagha, na kitakuja kigao cha pili ambayo ni juzuu ya pili insha Allah, amin. Kwa hiyo Allah akiwafikisha, baada ya likizo tutaanza juzuu ya pili. Ni kubwa zaidi kuliko hii ya kwanza, lakini kwa sababu tushapiga kidogo, tumetoa matongotongo machoni, tunatumai juzuu ya pili inshallah tutakuwa pamoja. Umefahamu? Kwa hiyo almuraja kesho mtihani, anza kitabu mpaka mwisho. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.